Taarifa nyingineo studioni ninaye Titus Okech, mtaalamu wa utawala kutoka Vision Changers Kenya. Karibu sana studioni. Naam, taarifa hiyo umeisikiza kwa umakini na ukaielewa na fahamu. Inangamua nini? Inaiweka wapi IEBC katika chaguzi hizi ndogo? Manake kwangu mimi nikiangalia ni kama IEBC yenyewe pia inaenda kwenye uchaguzi kando na hizi chaguzi zingine 22. Kwanza kabisa nashukuru kwa kunialika kwenye studio. Karibu sana. Na ukiangalia kulingana na taarifa ambayo imepeperushwa, IEBC kwa sasa bado ni tume, wale makamishna bado wako wachanga katika tume. Na katika utekelezaji kazi yao wanajaribu pia kupata kutangamana kama makamishna, kuelewa jinsi taratibu za kamishna hiyo ya tume ya uchaguzi inavyoendeshwa. Na vile vile ukiangalia kilichosababisha wao kuja kama kamishna wapya ni wale waliokuwepo, wengi wao walijiondoa katika tume baada ya uchaguzi uliopita. Kwa sasa itakuwa ni kibarua wao kujionyesha kwamba wako tofauti na wenzao, manake ukiangalia chaguzi zote za Kenya kuna hati baina ya wale wababe wa kisiasa tangia marehemu Amani hayati Raila aliyekuwepo. Ukiangalia wakati ule baada ya kila uchaguzi kulikuwa na tetesi kwamba IEBC kwa kiwango kimoja kingine kilikuwa kinaegemea upande wa serikali. Kwa sasa wamekuja makamishna wapya. Wengi wao wamekuwepo katika vitengo vingine vya serikali. Kwa mfano kamishna Ann Nderito alikuwa ni mmojawapo wa makamishna wa tume ya alikuwa ORPP, yeye ndio alikuwa usajili wa vyama vya kisiasa. Tume ya usajili wa vyama vya kitaifa. Na ukiangalia wengine nao pia kuna tetesi wengine wako na uhusiano na wale viongozi walioko serikalini. Sasa itabidi wao kujitokeza wazi kuonesha kwamba wako huru, manake tume inafaa ikuwe tume huru ya wazi, na masuala yote ambayo wanatekeleza lazima ikuwe na wazi na inayoweza kudhibithika na wananchi. Sasa itabidi wao, manake hii ni uchaguzi wa kwanza ambao wao wanafanya. Mwenyekiti ni mwenyekiti mpya, kwa kumaanisha kwamba IEBC walioko tu ni wale CEOs ndio, na wale wenye wako katika sekretari, hata makarani wao ndio wale ambao wamekuepo tangia chaguzi zingine zilizopita, lakini makamishna manake wao ndio wanaangaliwa. Lakini tukiangalia utendakazi wa IEBC sio makamishna peke yao, bali wale wafanyikazi ambao wako pale, kuanzia CEO Marjan ambaye yeye ndio unajua ndiye amepewa jukumu kubwa pasi na mwenyekiti. Manake mwenyekiti yeye ako tu pale, ako na majukumu yake katiba, lakini wale ambao wanaendeleza shughuli za IEBC ni anayeongozwa na CEO. Jopo kazi. Basi pale itabidi wao waangalie ni kwa namna gani ambao wataleta imani ambao wananchi. Manake tume ya Chebukati kwa hakika ilikuwa na dosari. Manake wale makamishna kujitoa, makamishna wanne kujitoa kuacha watatu, ilionyesha kwamba kulikuwa na mporomoko katika IEBC iliyotangulia. Kwa sasa itabidi waoneshe kwamba wako kwa pamoja, wanatenda kazi kwa pamoja, ambapo kwa sasa hatujaona kama kuna kamishna ambaye anamkashifu mwenzake. Wote wanazungumza kwa lugha moja. Ndio kuangalia taarifa hiyo, itabidi wao wajikaze kama kamishna wapate kufanya chaguzi hizi kwa njia ya wazi. Kwa sasa tuna tetesi moja tu ambayo imetoka kwa aliyekuwa naibu wa nitaifikia hiyo taarifa, tutaizungumzia kwa kina, lakini msingi wa uhalali wa uchaguzi unaanza katika maandalizi ya IEBC, wanavyofanya maandalizi, wanavyosimamia watu. Turudi tu kwenye taarifa hiyo. Amezungumzia sana masuala ya nidhamu, matusi katika siasa. Je, siasa za Kenya ni matusi ama ni sera? Siasa za Kenya baada hatujafika katika kiwango ambacho tunasema kwamba siasa za Kenya zinaongozwa na sera. Manake ukiangalia mtu ambaye amekuja amejitokeza waziwazi kwamba yeye ni mtifu kwa sheria, ni vigumu yeye kuchaguliwa na Wakenya. Maanake tutaangalia hulka ya Mkenya wa halisia, tabia yetu kama Mkenya wa kawaida ni tabia ipi.
tukijangalia sisi kujipiga msasa, tunaona kwamba Wakenya sisi wenyewe zile sera, hata sisi wenyewe ukiuliza Mkenya wa kawaida sera zake ni zipi, haizi akaelezea. Basi unajua kioo cha jamii, japo tunasema katika Kiswahili kwamba viongozi ndio kioo cha jamii, ni wanamulika hulka yetu kama wananchi. Sasa tukiangalia mtazamo wa viongozi wetu ambao wako sasa uongozini, basi hiyo ndio itakuwa ndio taswira ya wananchi wa kawaida. Tukiangalia katika mambo ya sera, uchaguzi uliopita wa mwaka 2022 ndio karibu sera zilianza kufanyika. Tulianza kuegemea siasa za sera, lakini kwa tuseme 30%. Maana yake ilikuwa ni sera ya hasla dhidi ya sera hii nyingine, na kulikuwa na filosofia tofauti. Tukaja tukaona kwamba pia zile mihemko za kikabila zilipungua kwa kidogo tu. Kulingana na zile chaguzi zingine zilizotangulia kama ya 2013 na 2017 ambao kwa kiwango kikubwa zilikuwa zinaegemea mambo ya ukabila. Ya mwaka 2022 ilipungua, masuala ya kikabila ilipungua kwa kiwango kidogo. Sasa uchaguzi huu ambao kwa sasa kuanzia tukiangalia na uchaguzi hizi ndogo ambazo zinafanyika 2022 ambazo kwa sasa ziko wazi, ukiangalia sera haziko. Sasa ni ubabe wa nani ambaye ako na ubabe katika sehemu tofauti. Ambao ukiangalia hata uchaguzi, kwa mfano hata chaguzi za wadi, unaona kuna ubabe wa kisiasa. Na inamaanisha kwamba kwa sasa ni wale viongozi wa kitaifa wanajaribu kupimana nguvu. Japo rais hajajitoa waziwazi kwenda pale nje kukampenia watu wake, lakini naibu wake wa rais na mawaziri wakiwa pale uwanjani kupigia upato hata wale wagombezi wa wodi. Inaonyesha kwamba siasa hizi kwa sasa hazihusiani na chochote kuhusiana na yale ambayo yanahusu wananchi. Kwa sasa ni ubabe wa kisiasa. Ndio. Lakini tunamwona Kindiki katika jana wakati akimaliza kampeni alikuwa anawahakikishia wakazi wa Mbeere North kwamba iwapo watampigia Leo Muthende kwamba basi wao watahakikishiwa maendeleo. Maendeleo ni haki ya wananchi ama lazima tumpitishe kiongozi fulani ndio kwamba tuahidiwe kwamba maendeleo haya yatafika? Pasi na kikatiba, lakini wasisi wa taifa la Kenya tukiangalia kuanzia mwaka 1993 maendeleo yamekuwa yakipeanwa kama zawadi, ni kama tunuku. Unapewa na mwanasiasa. Ukiwa unaegemea wale walioko madarakani utapewa maendeleo. Na utapata kuna maeneo katika taifa la Kenya ambao ikiwa walikuwa wanaegemea upande wa upinzani, ukijiangalia maendeleo katika maeneo yale utapata maendeleo hayapo vile kulingana na maeneo ambayo aliegemea katika upande wa serikali. Na alichozungumza naibu wa rais ni wazi siasa zetu za Kenya. Na vile ndio vile ilivyo, manake hata kwa sasa ukiangalia yule ambaye kwa sasa ndiye aliyekuwa naibu wa rais, wakati alipokuwa naibu wa rais, hata yeye mwenyewe unakumbuka akielekea sehemu zingine akisema ili mpate kupata zile miradi katika maeneo yenu ni sharti muingie kwenye serikali. So ni tabia ambayo imekuwa katika siasa zetu za Kenya, pasi na siasa za Kiafrika. Kwamba maendeleo yanakuja kulingana na ushawishi ambao wewe uko nao katika serikali. Na kwa hakika kulingana na mujibu wa mgao wa fedha, kila Mkenya anachangia katika lile pato la taifa. Ndio. Kila Mkenya anajishirikisha katika mchakato huo wote wa kuchangisha pesa katika mgao wa taifa. Basi ni haki ya kila Mkenya katika taifa nzima kupata haki yake za kikatiba na za haki zake za kibinadamu kupata maendeleo. Hapo awali wakati wa Mzee Jomo Kenyatta kuna maeneo ambayo alikuwa ametelekezwa. Kwa mfano maeneo ya kule Northeastern na ukanda wa Pwani, wengi wao wako wanajihisi walikuwa kwenye serikali. Lakini pindi walipoanza kujiingiza kwenye serikali, miradi kaanza kupata mianya kuingia katika maeneo yale. Hiyo inaonyesha taswira nzima za siasa zetu. So tuwezi kumlaumu naibu wa rais wa sasa, manake imekuwa ni tabia ambayo imekuwepo tangia uasisi wa taifa letu la Kenya. Na itabidi sisi kuangalia ni kwa namna gani tutapiga hatua kuondoa hiyo
kasumba ambayo imekuwa katika taifa letu. Hii kasumba tutaimaliza vipi? Manake nikisoma ujumbe wa jamaa mmoja anaitwa Balozi kutoka kule Narusura, anasema Sule, shida za kampeni zetu za Kenya hamna uwazi wowote. Mwananchi ni kudanganywa tu na ukabila mtupu. Ili kumaliza kasumba hii itabidi kama taifa tuketi chini na tujiangalie, tukue na midahalo ya wazi. Manake tunataka tupate kuwa na uwazi, tupate kuzungumza kama taifa. Kuelewa ni wapi tulikosea tulipoasisi nchi. Manake ni vizuri historia kufuatwa. Nchi ilipoasisiwa mwaka 1996 tulikosea wapi? Na tulipokosea tunaweza jizoa vipi kwa kupitia mdahalo wale ambao walitutangulia, vijana wa sasa. Manake kwa sasa ukiangalia vijana ambao wako kwa sasa ni vijana ambao wamekengeuka kisiasa pia. Kuna mtazamo wao si kama mtazamo wa wale wa jadi. Lakini ukiangalia vijana wa sasa kulingana na tathmini ya waliosajiliwa kwa sasa, siku 4 zilizopita kulingana na takwimu ya IBC tuko na watu 1191 ambao wamesajiliwa kwa sasa. Na ukiangalia wengi wao bado sio vijana. Ndio. Basi itabidi tukue na mdahalo, na sio wa kitaifa peke yake. Hadi pale mashinani tukue na midahalo ambao vijana wazee wataketi chini waangalie mustakabali wa taifa, tunafaa tupeleke taifa wapi, siasa zetu zinafaa zirekebishwe kwa namna gani, ili vijana, manake pia vijana watakapoingia, manake kwa sasa ukiangalia tuna vijana ambao wako kwenye bunge lakini tabia zao ni tofauti na wale wazee ambao wamekuwa bado ni wale wale. Sasa itabidi sisi kama vijana, sisi kama taifa, tuketi kama taifa nzima kuanzia mashinani, tupate kuwa na mazungumzo kama taifa. Tunafaa tupeleke taifa wapi kisiasa? Tunafaa tupeleke taifa vipi? Na inafaa mwelekeo wetu kama nchi ni ipi? Manake saizi ukiangalia maendeleo basi inagawanywa kulingana na jinsi unavyoshabikia serikali. Kama ushabiki serikali basi utaachwa nje. Kabla aage dunia, ni baadhi ya masuala yalikuwa akiyarai sana yafanyike. Masuala ya mazungumzo ambayo umeyataja, mazungumzo ya marika. Marika yaje pamoja yazungumze. Rika langu, rika lako, rika lake, marehemu Raila Odinga na wengine, tuje pamoja kwenye meza ya mduara tuzungumze matatizo yetu. Lakini tunaelekea katika chaguzi ambazo pia bado, kwa kuyo nadhani vijana hawa umewaona kweli wakijitokeza kwenye nafasi hizi licha ya ule mkengeuko ambao tumeuona katika siku za hivi majuzi hapa? Vijana kwa kiwango kikubwa wengi wao wako tayari kuketi kitako na kusikiza na kusikizwa pia. Unajua kasumba ambayo imekuepo katika taifa letu kwa hasa masala ya vijana ni kwamba vijana wao wanaambiwa watakuwa viongozi wa kesho. Na katika hiyo hulka ni vigumu wao kuletwa kusema. Manake kama waambiwa wao watakuwa viongozi wa kesho, wakija keti mezani na wale watangulizi wao, je, watasikizwa kama wao wanaambiwa kesho ndio itakuwa wakati wako wa kuzungumza? Ambapo kwa sasa natumai vijana wao wako tayari kuzungumza. Swali ni wale ambao wametangulia, viongozi walioko sasa madarakani, wale ambao wanapania kuingia madarakani, je, wako na nafasi katika, hata tukiangalia basi pasi na kuangalia hata kitaifa, katika vile hizi political parties zetu, vyama vya kisiasa. Je, tuko na sehemu ambao tumetenga vijana kupata kuwa na midahalo hata na wale viongozi wa vyama vile? Manake utasikia kila chama kinazungumza, tunataka vijana, tunawarai vijana, tunataka vijana hivi vile vijana ndio watabadilisha nchi. Lakini je, wamepatiwa nafasi gani katika hata uongozi katika vyama vile? Ukitathmini uongozi wa vyama vyote ambao viko sasa, zile vyama vikuu katika nchi ya Kenya, vijana nafasi yao iko wapi? Vijana wako na nafasi finyu katika uongozi huo. Basi itabidi iwe inaanza katika vyama vyetu, kuwe na mdahalo. Tutarekebisha vyama vipi kwa kujumuisha vijana? Sikia vijana, sauti ya vijana, vijana pia wasikie sauti ya wazee, ili tutakaposikizana sisi tutakuwa na utangamano wa mawazo, na pale tutasonga mbele. Manake tuwezi sema tutakuwa na mdahalo wa kitaifa kama in the micro level kwa kizungu hatujaanza. Tunataka tuanze na kitaifa, lakini pale vijijini, je,
wazee na vijana wanazungumza. Manake katika utawala wa vijiji kuna zile baraza za wazee ambao unasikia hata jina linavyoitwa baraza la wazee. Mbona isibadilishe wewe ni baraza la kijiji ama baraza la kijiji? Manake ukisema ni baraza la wazee, vijana watasema basi ni ya wazee, wacha waende. Itabidi tuanze kuasisi na kurekebisha yale makosa ambayo tulifanya kuanzia utawala wa mitaa. Hii jina kwanza baraza nini, hiyo baraza la wazee ibadilishwe, ipate kuwa na taswira ya jamii, ili vijana watakapokuja pale wasikizwe. Wasiambiwe kwamba nyinyi ndio mnaelekezwa na wazee, wasikizwe vile. Ile maoni yao, manake vijana tulivyosema wamekengeuka kisiasa, wamesoma. Katiba vijana saizi wanaozungumza katiba vizuri. So si kama ile miaka ya jadi ambao ungeza keti na vijana na kuwauliza hata masuala ya uongozi, hawana habari. Kwa sasa wanajua. Wapatiwe nafasi, wasikizwe, ili mustakabali wa taifa pia hao wapate kuwa na nafasi ya jinsi watavyoelekeza nchi. Bila shaka tutarudi kuangalia sasa jimbo kwa jimbo, majimbo 6 muhimu ambayo yanaonekana huenda yakachora taswira ya siasa za mwaka 2027 ama isichore na 27 ikajichora yenyewe. Na mchanganuzi wa siasa na utawala hapa studioni ambaye takuja kuangazia jimbo kwa jimbo umuhimu wake na kwa nini nani lazima ashinde, na iwapo atashinda itakuwa na ishara gani kwa taifa. Mimi naitwa Yeri, tarudi baadaye. Chwele hadi Magarini, Banisa hadi Kasipul, Ugunja, turudi hadi Mbeere kaskazini. Kote huko kutakuwa na mvutano siku ya Alhamisi. Vyama ambavyo vinaegemea serikali na vinavyoegemea upinzani vikionekana vikifuatana jino kwa jino, kila mmoja akijaribu kuondoka na angalau mnofu ambao ni wa uongozi na utawala. Je, chaguzi hizi zitakuwa na maana gani kwa kila chama cha kisiasa ambacho kimejitosa, wengine wakijiondoa na kuwaunga wengineo? Kule Malava tumewaona ambao wamekuwa katika viti dakika za lala salama wakijitosa kumuunga Ndakwa ama Panyako. Je, hii itakuwa na maana gani? Kule Mbeere tumemwona Newton Karish naye Leo Muthende wakisukumana jino kwa jino, mguu kwa mguu kuhakikisha kiti hiko kinaweza kurudi katika DP ama UDA kiweze kunyakua kiti hicho. Kule Magarini Stanley Kenga naye Harrison Kombe wanavutana, ODM ikilalamika kwamba chama hiki kimekuwa na uongozi wa kiti hiki kinataka kukitawala tena. Je, Stanley Kenga aliyeenda mahakamani na kupata ushindi kwamba uchaguzi wake ambao ulifanyika katika eneo la Magarini haukuwa halali, je, ushindi huo utadhibitishwa katika debe ama itakuwaje? Nataka tutathmini zote hizi katika awamu hii sasa hivi tuweze kujua nani ndiyo yuko kwenye debe. Je, ni rais mwenyewe yuko kwenye debe ama ni yule mgombea ndiyo yuko kwenye debe, na wananchi watakuwa wanamchagua mgombea wao na wala sio kwa sababu mgombea mwingine ameletwa na nani? Nianze kule Mbeere ambapo kunaye Newton Karish ambaye atakuwa akishindana na Leo Muthende ama Leonard Muthende ambaye ni wa chama cha UDA na DP ambapo mbunge aliye sasa ni waziri Geoffrey Ruko alishinda kiti hicho kupitia chama cha DP, lakini sasa hivi ndimi zake zinazungumza kwa mdomo wa UDA. Hii ina maana gani hasa katika kinyang'anyiro hiki cha Mbeere North? Eneo bunge la Mbeere kwanza kabisa iko na ushindani mkubwa na kwa sasa unajua tunaegemea wawili. Ndio. Lakini kuna mmoja ambaye watu wengi wanamwacha wa chama cha kazi, Bwana Mbui, ambaye anatoka kwenye wadi kubwa katika eneo bunge la Mbeere. Manake eneo bunge la Mbeere iko na wadi 3 ambazo ni kubwa. Evurore ward ambayo iko na wasajiliwa 20,026, kuna Nthewa ambayo iko na 18, alafu kuna Muminji iko na watu 9,000. Na ukiangalia Newton Karish anatoka Muminji ambayo iko na wapigaji kura wachache.
Na Mbui wa chama cha kazi anatoka katika eneo bunge la wadi la Evurore, na yeye ndiye alikuwa MCA ambaye amejiondoa kuwania ubunge. Anatoka katika sehemu hii, wadi kubwa zaidi. Alafu wa Mudhende anatoka kwenye wadi ya pili ambayo ni Ntewa iliyo na wapiga kura 18,000. Kwa sasa ukiangalia, manake sasa inaangaliwa pia kwa mujibu wa unatoka wodi gani. Manake kuna huyu Mbui ambao tumemtupa nje, lakini huenda naye pia akashtua wengi, manake wapo atapigiwa na wana wodi yake ambayo kwa sasa yeye ndiye MCA aliyetoka. Wapata yeye ndiye MCA ambaye ameondoka kwa sasa. Na ikiwa alitenda kazi katika wodi ya Evurore vizuri, na watu wake wa wodi wampigie kura kwa laiki yao wote, atawapikwa hawa wawili. Hiyo ni jambo la kwanza ambalo tunafaa tuangalie. Lakini tukiangalia kwa sasa pia, eneo hilo limebadilishwa sasa, ni ubabe wa kisiasa kati ya aliyekuwa naibu wa rais, na kwa sasa inaonekana ni kati yake na aliyoko sasa naibu wa rais, ambaye ukiangalia Bwana Kindiki anatoka katika sehemu ya Tharaka Nithi ambayo iko katika eneo hilo mashariki mwa, wanasema Mbeere North ndio jirani ya Tharaka. Manake alafu ukiangalia siasa za kule za Mlima Kenya, kuna maeneo mawili, magharibi mwa mlima na mashariki ya mlima, ambao kwa muda mrefu watu wa mashariki wa mlima wamekuwa wakiona wametelekezwa na wenzao wa mashariki magharibi wa mlima. Na ukiangalia saizi ni ubabe kati ya wale wanatoka mashariki na wale wa magharibi. Na kwa sasa ukiangalia imejitokeza wazi, manake Bwana Kindiki ambaye ni naibu wa rais anatoka mashariki. Huyu anatoka magharibi. Sasa saizi inaonekana ni ubabe kati yao wawili, ambao iwapo wa Mudhende atashinda, basi itakuwa ni kwamba wale wa kutoka mashariki, ile kauli ambao wameshikilia kwamba wametelekezwa kimaendeleo na wale ambao wametoka magharibi ambao wameshika uongozi wa taifa kwa awamu 3. Tumekuwa na Rais Kenyatta ambaye alikuwa anatoka kule upande wa magharibi, tukawa na Mwai Kibaki anatoka Nyeri magharibi, tukawa na Uhuru Kenyatta anatoka magharibi. Sasa itakuwa tathmini pia itakuwa pale kama wamekuwa kitendewa kazi na haki na wenzao kutoka sehemu ya mashariki, ndio itakuwa ina taswira ambayo itakuwa inaonekana kwa sasa. Ambapo ukiangalia jinsi alivyozungumza naibu wa rais wa sasa Kindiki jana, kutokana na video iliyoonyeshwa, habari iliyotoka hivi punde, akimuita yule Goliathi kwamba Goliathi umefanya hii, kwa sasa mimi nimekuja kama Daudi nitakuangusha. Inaonesha, alafu pale kuna taswira nyingi ambayo utaangalia eneo bunge la Mbeere ambao iko na taswira tofauti, ambao si taswira moja tu. Kuna hiyo sehemu ya kuangalia upande wa magharibi na mashariki, siasa zao. Vile vile utaangalia wingi wa kura wa wadi. Lakini katika wingi wa kura wa wadi, manake saizi inaonekana kwamba wa chama cha kazi wapo, japo anatoka kwenye wadi kubwa, lakini ni kama hajapata haijamulika yeye. Zimemulika wawili hawa. Huyo ni wa Mudhende na ikamulika Karis. Na ukiangalia, manake wa Mudhende, jinsi taarifa pia ambayo imetoka kwa sasa ni kwamba alikuwa na kesi. Ndipo hapo nilikuwa nataka kuja kwenye hili swala langu, na ulizungumzia Wakenya ni watu wa kioo cha jamii. Hata sisi tumefanya taarifa kama Standard kumuonesha hulka yake na mienendo yake. Lakini tukirudi nyuma mwaka 2013, Wakenya walipoambiwa kuhusiana na wale wawili ambao walikuwa na kesi ya ICC, ndio wakaingia debeni wakawachagua. Mwaka 2022, Wakenya wakaonywa kuhusu rais wa sasa na rais aliyekuwa mamlakani, wakaingia debeni wakamchagua. Kwa mienendo hiyo ya vile ambavyo tunapiga kura, Wakenya wanaonekana ni kama watu ambao wanapenda watu wenye madoadoa ndio waongoze, ama kuna tofauti ipi wewe unaiona kwa jicho lako? Kulingana na historia iliyofanyika, jinsi umeweza itathmini, ni kuonesha wazi kwamba Wakenya, kulingana na tabia zetu, wale ambao
ni kama wako tabia zao inakinzana na maadili ya taifa na maadili ya jamii, ndio wengi wao tunawaegemea. Manake tunapenda kwanza siasa za chuki, siasa za matusi. Manake usipokipata mtu ni mpole, utaambiwa bwana wewe nenda kanisani kahubiri, mbona ukuje kwenye siasa? Siasa ni chafu. Utaambiwa vile, manake wanataka mtu ambaye atatukana mwenzake ili wapate msisimko. Manake ukiangalia wanapotukanana, wananchi wanashabikia. Wanapozungumzia mambo ya maendeleo, unaona wametulia, hata washabiki. Pindi tu wanapoanza kucheche za matusi zinarushwa, wanashabikia hadi wengine wanataka kuanguka. Inaonyesha tabia yetu. Hiyo ndio tabia yetu kama wananchi. Ndio maana ukiangalia wa Mudende mwezi tu uliopita amekuwa na kashfa, na sijui ni kwa namna gani alijiondoa kwenye kashfa hiyo. Manake sijui kama walielekea mahakamani ama ilikuwa tu ni alikisiwa ama kulikuwa ni imedhibitika kwamba alikuwa na ufisadi. Na tungeliuliza pia tume ya IEBC ni kwa namna gani ilimuidhinisha. Manake ikiwa alikuwa na kesi kama iwapo iliwasilishwa kotini, basi itakuwa ni vigumu kwa IEBC kujieleza ni kwa nini walimuidhinisha. Lakini kama hakukuwa na kesi kotini, basi IEBC manake wao kazi yao wao kama tume sio kumlindikizia mtu lawama na kumhukumu mtu kama koti ambayo imepatiwa jukumu kufanya vile haijafanya. Basi ndio manake labda walimuidhinisha. Lakini mimi najiuliza katika roho zetu za kama wananchi na yule kiongozi, iwapo kwa hakika alipora mali ya umma, basi nafsi yake inafaa msute, aangalie kwamba si kiongozi ambaye anafaa kuingia kwenye kiti hicho. Na tukiangalia katika upande mwingine, manake ni vizuri katika tathmini tuangalie pia mwenzake, Newton Karis. Newton Karis ni mwanamuziki ambaye ametajika kwa miaka mingi. Amekuwa mwanamuziki tajika katika eneo hilo la mlima, hata mlima wa Kenya. Ni mwanamuziki tajika. Basi tuangalie tajriba yake kama kiongozi. Je, ipo? Na hivi juzi ambaye anampigia upato sasa, ambaye japo si wa chama chake lakini katika vyama tanzu DCP, ukisikia matamshi ya naibu wa rais aliyekuwepo akisema kwamba akilinganisha chama cha ODM kwamba imekuwa na wale wataalamu, wengi wao wabunge, viongozi wa chama cha ODM, wengi wao ni wataalamu na walimsaidia sana hayati Raila katika utekelezaji kazi yake. Lakini akasema katika mlima wa Kenya wengi wao wanakuja watu ambao hawana tajriba yote. Ni majina, wanajiita majina ya kimitaa na wanapendwa vile vile. Basi kwa sasa tunajiuliza, basi tajriba yake Newton Karis anakuja na tajriba ipi kama kiongozi? Amekuwa mwanamuziki, ndio amehamasisha jamii kupitia muziki, fani ya muziki. Lakini katika uongozi, katika eneo bunge lake wadi yake ya Muminji, je, alitekeleza ya kutosha? Manake ni awamu yake ya kwanza, hajamaliza kazi yake kama mwakilishi wadi. Je, alitosha mboga kusimama kama mbunge? Ndio swali ambalo tunafaa tujiulize, na hiyo inaonyesha taswira nzima la taifa la Kenya. Kama tukitathmini siasa zetu za Kenya, je, tunapatia watu uongozi kulingana na tajriba ya uongozi walionayo, ama ni kulingana na jinsi wanavyo appeal kwa kizungu kwa wananchi? Ni kutoe kwa hao wawili. Kwa nini Kindiki anahitaji ushindi zaidi hapa? Kindiki anatoka sehemu ya mashariki mwa mlima Kenya. Jambo la kwanza, hii ni ngome yake. Manake kumbuka saizi ni naibu wa rais na kuna kuja na uchaguzi miaka 2 ijayo. Atataka kuwa naibu wa rais, na kwa sasa inafaa aoneshe rais thamani yake ni gani. Manake unajua thamani ya kupewa hiyo naibu wa rais italingana na yeye analeta nini mezani katika uchaguzi ujao. Iwapo atashindwa kwa sasa, na hiyo ni sehemu yake, eneo lake mashariki mwa mlima Kenya, ambao yeye ni jirani wa eneo bunge la na wao wanatoka sehemu hiyo moja, na huyu anatoka sehemu ya magharibi mwa mlima. Iwapo atashindwa na naibu wa rais, lakini kwa sasa pia ni kwamba aliyekuwa naibu wa rais, unajua kwa sasa pia wababe wa siasa eneo hilo wengi wanamwegemea. Tuko na aliyekuwa
speaker wa bunge na akaja kuwa Justin Muturi, JB Muturi ndio. Unaona? Leni Kivuti. Hao unajua anatoka katika eneo hilo ambako anatoka nani? Naibu wa Rais Kindiki. Sasa ndio hii yeye ako pia na ushawishi mkubwa kulingana na wale ambao wanamshabikia yeye. Nakumbuka Mbeere North anayewania kiti kwa si kwa tikiti cha DCP. Anawania kwa kiti cha DP. Nakumbuka aliyekuwa mbunge wa hapo awali Bwana Ruko ambaye kwa sasa ni waziri alikuwa ni wa chama cha DP. Sasa saa hizi ni DP, chama cha DP inajaribu kutetea kiti chake. Japo wamekigura vyama tanzu vya UDA wakajiunga na upinzani, hiyo tu ndio mahali penye mustakabali ulibadilika. Lakini wao kama DP wanajaribu kutetea kiti chao. Ambapo akishindwa mwaniaji wa DP, basi itaoneshana kwamba DP katika eneo hilo la mlima umaarufu wake umedidimia. Maana yake unajua huyo ndiye alikuwa mbunge pekee wa DP. Ndio. Akikosa DP ule mgao wao kumaanisha umeanguka. Sasa itabidi pia naibu wa rais aliyekuepo Rigathi Gachagua ajaribu kuangalia thamani ya Justin Muturi. Je, ako na manufaa yote katika sehemu yake? Hivyo basi inaibua ishara kwamba kila mmoja yuko kwenye ratili katika chaguzi hizi. Ndio tukitoka hapo tuachane na Mbeere kwa sasa. Ratili nyingine ambayo yupo ni Musalia Mudavadi. Manake amekuwa katika siku 2-3 hizi akionekana kumshambulia na Tembea anapopiga kampeni zake kule Malava. Natembea naye alienda mpaka Chwele kule katika lango lake Speaker Moses Wetangula. Malava ina umuhimu gani kwao? DAP-K ina umuhimu gani na kiti hiki kuweza kukishinda? Kiti cha Malava kwanza si ati ni yahusiana hata na Malava. Ni ukanda wa magharibi mwa Kenya. Ndio unajaribu kupiganiwa. Manake kwa sasa kulikuwa na chama cha Ford Kenya ambao ilivuganya virago ikajiunga na UDA. Chama cha ANC ambayo mbunge aliyekuepo Malulu Injendi alikuwa ni mbunge wa ANC. Ikafunganya virago ikajiunga na UDA. Kwa sasa UDA haiko kwenye kinyang'anyiro. Ni ODM na chama cha PAK. UDA ipo. UDA walijiondoa. Mgombeaji wa UDA ndiye wanamshabikia huyu wa ODM. Manake yeye based on vile wanajaribu kuangalia consolidating namna watakavyoshinda. Manake Panyako alikuwa mwaka wa 2022 Panyako aliwania katika kiti cha ili ni kusaidie. Ndakwa yuko chama cha UDA, yeye anashindania kiti hiki na UDA. David Ndakwa. Alafu DAP-K, ODM wamegawanyika. Wapo wale ambao wako wanamuunga mkono bila shaka na anashindana na DAP-K. Ndakwa ambaye ni wa UDA, kumbuka jinsi nilivyoelezea taswira, ANC ilifunganya, Ford kafunganya, wakajiunga na UDA. Nakumbuka magharibi mwa nchi ya Kenya, chama cha ODM imekuwa ni ngome ya chama cha ODM. Na kwa sasa una ODM ijawasilisha hususan Kakamega. Kakamega, manake hii ni Kakamega. Na ni ngome ya chama cha chungwa. Kwa sasa wao manake Malava kwa hakika hawakuwa na ushindi katika uchaguzi uliopita. Kwa sasa ni UDA ambao ukiangalia ni vile vyama vya ANC, Ford Kenya kwa kujumuika. Na DAP Kenya nao pia ni chama kilichojiondoa kutoka kwenye Ford Kenya wakati wa kina Eseli Simiyu. Manake hao walijiondoa pindi Ford Kenya ilipoamua kumuunga rais wa sasa mwaka 2022 ilijigawanyika mara mbili. Kukaja kuwa na DAP Kenya na kuja akawa na Ford Kenya. Ambao DAP ikaondoka na kina Eseli Simiyu ambaye alikuwa ni kiongozi katika chama cha Ford Kenya. Kwa sasa ni taswira ambayo inaonekana pale ni ubabe wa ni nani atakayekuwa ameshikilia uongozi katika magharibi mwa nchi ya Kenya. Ambapo kwa saizi ukiona chama cha ODM kinamunga mkono nani? Kwa hakika inamunga mkono mwaniaji wa UDA Ndakwa. Maana naye Panyako anaunga mkono na
DAP na upinzani DCP na wengine ndio. Na ukikumbuka chama cha DAP Kenya ilikuwa kwenye muungano tanzu na ODM. Kwa sasa ODM sijui wako serikalini ama hawapo, lakini kulingana na jinsi wanavyomshabikia, manake hata ukiangalia gavana wa ODM wa Kakamega anamshabikia Ndakwa wa UDA. Kwa sasa inaonyesha kwamba ni zile alignment ambayo inajaribu kujitokeza katika siasa zetu kuonesha taswira ambayo vile vitakavyokuwa katika uchaguzi wa mwaka 2027. Ambapo DAP ikishinda Malava. Manake ukikumbuka Malava hapo ndio ngome pia ya nani? Musalia, Kakamega. Katika hiyo kaunti ya Kakamega, eneo hilo ni kama ngome la Musalia Mudavadi. Kiti ambacho kilikuwa kimeshindwa. Ilikuwa ni kiti cha mbunge wake ANC. Alimpiku mgombeaji wa ODM katika ngome ya ODM. Sasa hizi wamepewa nguvu pia na ODM, manake ODM ijawasilisha mtu wake. Wanamshabikia Ndakwa wa UDA. Sasa huku inaonyesha kwamba wakikosa Malava, manake sasa hizi ukiangalia ushawishi wa ODM kwa sasa, nani alikuwa anaipatia nguvu katika eneo bunge la katika kaunti nzima ya Kakamega? Ilikuwa ni hayati Raila. Manake yeye ndiye alikuwa anaipatia nguvu katika eneo hilo la Kakamega. Sasa hizi hayuko. ODM ukiangalia pia wale viongozi wake kutoka magharibi kina Sifuna, kwa sasa si eti wanashabikia kila kitu cha ODM. Sasa inaonekana kwamba ODM kwa sasa nguvu yake inajaribu kuwa finyu katika eneo la magharibi mwa nchi ya Kenya. Sasa itabidi Musalia Mudavadi ajitie kibwebe vizuri, ajifunge kibwebe ili apate kushinda kiti hichi, ili apate kuwa na nguvu pia kujaribu kujielezea wakati atasimama na rais. Manake kumbuka huyu nani Natembea. Kwa sasa unajua amekuja na hiyo slogan yake ya tawe na ni kama imeshika kasi na wananchi wa magharibi. Na iwapo atashinda uchaguzi huu, kwa sasa ndiye yako kwenye upinzani. Na kumbuka wamekuwa na hati na Eugene Wamalwa katika chama cha ndio swala ambalo pia linajitokeza Titus, ni kwamba kumekuwa wenyewe DAP wengine hawaonani macho kwa macho. Tukizungumzia naibu kiongozi na kiongozi wake Eugene Wamalwa na George Natembea, wote ni watu kutoka Trans Nzoia hawa, lakini ubabe wa uongozi umeonekana tayari unashuhudiwa. Ushindi huu utakuwa ushindi wa nani kando na Seth Panyako na Mudavadi? Tumwache Mudavadi kando, hawa wenyewe kwenye upinzani, ushindi watausema huu ushindi ni wa nani? Ushindi utakuwa ni Wanatembea. Natembea akishinda na DAP Kenya, ushindi utakuwa ni Wanatembea. Hautakuwa ni ushindi wa Eugene Wamalwa. Manake ushawishi wa Eugene ukanda wa magharibi sio mzito kama wa Natembea kwa sasa. Na Natembea manake kuna hiyo shida kati yake na Eugene. Itakapofika mwaka wa 2017, manake wote watakuwa wanajaribu kutongozwa na serikali. Na iwapo atakuja kuzungumzwa, watakapokuja kuzungumza, labda rais akuja amtafute Natembea kumtongoza yeye. Iwapo atakuwa ameshinda uchaguzi wa Malava, ambapo amempiku Musalia Mudavadi akampiku wale wababi wa chama cha ODM, atakapowashinda, basi yeye atakuwa ni kama msemaji wa eneo la magharibi. Inaileta pia chaguzi ndogo ya Chwele cha Buchai, ambapo Majimbo Galasinga anagombana na kiongozi wa chama chake kilichomdhamini kuingia bungeni cha Ford Kenya. Na juzi tumemwona kwamba Natembea amekuwa pale kumpigia debe huyo mwaniaji mwingine. Ni kumaanisha kwamba eneo la magharibi lipo wazi sasa hivi, ama ndo ile vijana waliowataja sasa wameona kwamba wamekengeuka na nafasi ya siasa imebadilika, na wanahisi lazima pia sisi tuchukue nafasi hizi badala ya kuachia wale tu uliowazoea kina Moses Masika, Wetangula na Musalia Mudavadi? Eneo la Bungoma nalo ni eneo ambalo siasa zake ni ngumu. Manake hata japo aliyekuwepo aliyekuwa waziri wa nchi, waziri mkuu Raila, japo alikuwa na ushawishi mkubwa katika eneo la magharibi, eneo la Bungoma ilikuwa ni mlima kwake. Manake ukiangalia jinsi, manake wa Bungoma kule Bungoma
kwa samani kuleta mambo ya kikabila. Kabila kubwa sana kule kutoka kwa zile clans za Waluya ni Wabukusu. Na Mwetangula anatoka wapi? Ni Mbukusu. Na ukiangalia kura zilizotathmini uongozi wa rais mwaka 2022 ulitoka Bungoma. Na pindi alipoingia Wetangula kumunga mkono rais, alimshinda Raila na kura zaidi ya 1200 kule Bungoma, akawa rais. Sasa Bungoma siasa zake jinsi ninavyokuambia, manake magharibi pia japo ni wanajiita wote wanatoka katika jamii moja ya Waluya, jamii ya Murembe. Ya Murembe, lakini wako na ile mvutano wa zile koo nambari, ndio zile nambari zao nyingi. Manake Kakamega wengi ni Maragoli. Kule Bungoma ndio tumejua ni Wabukusu. Vihiga pia kuna wao. Maragoli pia na Watiriki. Alafu natembea tukimwangalia yeye atoka wapi. Yatoka katika clan ndogo sana kule Western. Na iwapo atawashinda hawa wawili ambao ni Wabukusu na hawa wengine Maragoli, basi atakuwa yeye ndiye wa kusema kule, yeye ndiye atakuja kutafutwa. Na iwapo atashindwa katika uchaguzi wa Malaba, basi atanguka na wengi. Manake Seneta Boni Khalwale ambaye ni wa UDA kwa sasa ameenda kucheza siasa zake karata kule DAP. Iwapo watashindwa, manake kwa sasa pia katika zile misuruzo zao za kampeni, ukiangalia wale ambao wanashabikia wengi ni vijana wadogo. Sasa hatujui kama magharibi wale wazee ambao wamekuwa wakishikilia chama cha ODM, chama cha ANC na chama cha Ford Kenya wamebadilisha nia yao na kuanza kuunga vijana wadogo. Na tunaenda kuona taswira hiyo baada ya uchaguzi huu. Manake kwa sasa kwa hakika vijana ni wachache katika usajili ya wapiga kura. Wengi ni wale wa umri wa makamu na wazee. Sasa wazee wakija kujitokeza kwamba wamepigia na tembea, basi itamaanisha kwamba mkondo wa siasa magharibi umebadilika. Na tembea ndiye ameinulika sasa. Bila shaka. Nataka niangazie taarifa ambapo kiongozi wa DCP ambaye ni Rigathi Gachagua alikuwa na malalamishi tele hapo jana, ambapo alidai kuwepo kwa mpango wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini ya IEBC na baadhi ya maafisa wa serikali kubatilisha matokeo ya chaguzi ndogo zinazokuja. Haya yanajiri huku kampeni zikikamilika jana kabla ya wananchi kupiga kura Alhamisi. Mwanahabari wetu Haman Kamariki ana maelezo zaidi. Kiongozi wa chama cha Democracy for Citizens Party DCP Rigathi Geoffrey Gachagua amemkashifu naibu mwenyekiti wa IEBC Fahma Arfat Abdalla kwa kuingilia uchaguzi mdogo utakaofanyika siku ya Alhamisi huko Magarini wiki hii. Katika barua aliyomwandikia mwenyekiti wa tume ya uchaguzi IEBC Erastus Ethekon, Gachagua anadai Abdalla alimtumia gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro orodha ya maafisa wa uchaguzi kwa madai ya rushwa na kubatilishwa matokeo. Barua hiyo inataja matukio ya Novemba tarehe 21, ikiwemo mikutano katika hoteli moja mjini Malindi na madai ya kuwashurutisha maafisa wa uchaguzi. Gachagua anataka kubadilishwa mara moja kwa maafisa wa uchaguzi huko Magarini na uchunguzi kamili kuhusu tabia ya Fahma kuanzishwa. Gavana Mung'aro amepuuzilia mbali madai hayo, akimtaka Gachagua kutoa ushahidi huku akimshutumu kwa kuharibu sifa ya IEBC. Tumemzoea na haya si mageni kwetu, kwamba yeye kila siku kazi yake tu ni vitisho, lakini mimi nataka kumwambia na sio leo, hii ya leo tu tunamaliza Magarini. Hii Kilifi na Pwani ataisahau uchaguzi ujao. Jumatatu viongozi wa DCP wakiwemo mbunge wa Nyali Mohamed Ali walikesha Magarini wakishutumu baadhi ya viongozi wa eneo hilo kwa kupanga kuiba au kuingilia uchaguzi wa Magarini. Mkifanya makosa, dunia inawatazama nyinyi watu wa hapa. Mkifanya makosa msipige kura sawa, tutarudi na ile kauli mbiu ya chizi karogwa tena. Hao wakubwa wa ABC wa hapa Magarini tayari wameshaonekana na wakubwa wa ODM. Wasifikiria hatujui, tuko na antena zetu zinafanya kazi. Na kule Narok, kampeni ya Gachagua akimpigia upato mgombea wa DCP Douglas Masikonde ilikumbwa na vikwazo. Gachagua alikosoa hatua hiyo akisema ni njama ya rais na wandani wake kuhakikisha DCP inabwagwa. Sisi tutauziwa waga kweli? Hata mkitupa mawe, kura ya watu ya Narok mtafanyia nini?
Sikura muko naye? Si mnapigia Maskonde? Bona wewe Ole Ntutu na Kasongo mnataka kulazimisha watu ya Narok ati wapigie mtu yenu kura. Kwani kura itapigwa na nguvu? Huku kampeni zikitamatika Jumatatu, uchaguzi huu mdogo umegeuka kuwa uwanja wa ndondi baina ya Gachagua na aliyekuwa chanda na pete wake Rais William Samoei Ruto. Haman Kamariki, KTN. Bila shaka hali ilivyo katika lingo za siasa. Nataka niulize swali moja fupi lijibiwe kwa ufupi, halafu niende kwenye pumziko fupi, tuje tuangazie taarifa na vile vile Magarini na Kasipul kabla ya kufunga taarifa hizi. Je, ni kati ya rais na DCP ama ni kati ya rais na Rigathi Gachagua? Kwa sasa si kati ya IEBC na Rigathi Gachagua. Ni rais na Rigathi Gachagua. Manake Magarini ndiko DCP iko na mgombeaji wa ubunge. Kule wakipata kiti hicho wako bungeni. Bila shaka. Wacha tupate pumziko fupi, tukirudi tutakuja kuangazia hiyo Magarini. Ni nini hasa kilichoko Magarini kando na chumvi? Bila shaka karibu katika sehemu hii ambapo nitakuwa nachukua maswali mawili alafu kauli ya mwisho yake Titus Okech kuhusiana na chaguzi hizi ndogo za Alhamisi. Kwa ufupi tu, chaguzi za Magarini na Kasipul unazitathmini vipi? Magarini itakuwa iko na taswira ni kama marejeleo ya Msambweni mwaka 2020 ambapo aliyekuwa naibu wa rais wakati huo ambaye sasa ni Rais Ruto akawa alimpigia upato aliyekuwa mwaniaji wa kipekee, ndio kupingana Faisal. Na Faisal akiwania bidii ya ODM Bonga na akambwaga. Na alipombwaga uliona vile mambo yalibadilika katika eneo lile, lakini lile la Kwale ikawa ni kama ngome ya UDA. Kwa sasa Msambweni Amina Magarini nao ni tofauti. Manake Kenga ukiangalia aligura chama cha UDA kuingia chama cha DCP kwa sababu alikuwa anapania atapewa tikiti na chama cha UDA ambaye aliwania kupitia uchaguzi wa mwaka 2022 na akashindwa na kura chache 21 peke yake. Na ukiangalia historia yake, huyu Harrison Kombe amekuwa mbunge kwa sasa tunasema ni kama kigogo wa siasa katika eneo la Magarini. Manake amekuwa mbunge mara 3. Mwaka 2002 alikuwa mbunge kwa chama cha Shirikisho ambayo ilikuwa mojawapo ya chama tanzu cha zile za ilikuwa ni Rainbow Alliance. Ndio. Akaja uchaguzi ukabatilishwa, ukarudiwa mwaka 2007 akashinda. Alafu uchaguzi mkubwa mwaka 2007 Amason Jafwa Kingi akawasilishwa na chama cha ODM akambwaga. Alipojiondoa Amason Kingi mwaka 2013 kuwania ugavana, bwana huyu akaja na URP. Chama cha aliyekuwa naibu wa rais wakati huo bwana Ruto akabwaga ODM. Kisha baadaye ODM kupitia nduguye Amason Kingi akambwaga mwaka wa 2017. Mwaka huu mwaka wa 2022 akawania kwa chama cha ODM akashinda kwa kura chache. Ukiangalia taswira hiyo hasa tukiangalia mwaka wa 2013 alishinda chama cha ODM katika ngome yake. Manake Kilifi mwaka 2017 Kilifi ilikuwa ni ngome ya ODM. Walisafisha ODM viti vyote katika eneo bunge la Kilifi. Eneo kaunti ya Kilifi ndio. Sasa ukiona kwamba mwaka wa 2013 alishinda chama cha ODM na chama cha Ruto ambao kilikuwa ni chama kidogo URP, inaonesha mambo mawili. Moja, ako na ushawishi yeye kama Harrison na vile vile aliyekuwa naibu wa rais ambao wakati huo alikuwa amegura chama cha ODM
na kuingia kutengeneza chama cha URP, pia ako na usawishi katika eneo bunge hilo. Ukumbuke pia Spika Kingi anampigia upato saizi ambaye alikuwa mbunge Magarini na viongozi wengine. Na ukiangalia iwapo chama cha PA Kingi ilikuwa na mgombea mwaka wa 2012 2022 Harrison Kombe angeshindwa, Kenga angekuwa mbunge. Manake kura zote ambazo manake PA na UDA zilikuwa chama ambazo zilikuwa katika mrengo mmoja, ziligawa kura zao. Kwa sasa kura zote ambazo zilikuwa za PA na zile za UDA ambazo zilikuwa ni za ambazo bwana Kenga alipata kutokana na umaarufu wa Rais Ruto, zote zitamwendea nani? Harrison Kombe. Nakumbuka huyu ni kigogo wa siasa Magarini. Tufunge kipindi hiki, kauli yako ya mwisho ni ipi? Kauli yangu hasa nikiangalia Kasipul ndio tutafunga nayo. Kasipul kwa sasa ni ubabe wa kisiasa kati ya hata gavana wa sasa na ambaye amekuwa akiwania ugavana ambaye ni naibu wake bwana Magwanga. Na ukiangalia siasa ya Kasipul imekuwa ni siasa ambayo haijaridhisha na tangia jadi imekuwa ni mambo ya vita. Na tungelipenda kurai wagombezi wote, japo tunawania viti hivi, tuweke maslahi ya mwananchi mbele. Manake ukiangalia chaguzi hizi zote maslahi ya mwananchi haijawekwa kipaumbele, ni ubabe wa kisiasa. Kuanzia magharibi hadi pwani. Ndio. Zote ni zile tu chaguzi ndogo ndogo kama za kina Banisa kule Tana River ndio zimekuwa labda na masuala ya wananchi, lakini hizi ambazo zina ushindani mkubwa yamegura masuala ya wananchi, ni mambo ya ubabe. Na tungelipenda tunapoelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 tusije tukarejelea mambo haya. Wananchi wapate kutathmini viongozi kulingana na sera zao, sio ubabe wa kisiasa na sio kulingana na yale ambao wanawapatia. Manake kwa saa hizi wengi utasikia kwamba watu wanatoa milungula katika siasa hizi. Na sio jambo nzuri, na ingelipenda pia IBC, japo ndio wamejaribu kutatua shida zilizofanyika pale Kasipul, lakini je, katika uwazi wa utendakazi wao, ukiangalia katika masoto, ukiangalia taswira ya hongo ambazo zinapeanwa na wanasiasa, je, wameifanya vipi? Manake ingelikuwa bora kama wangetupilia wagombezi wengine nje wakiwa wamekiuka kanuni za IEBC. Asante. Ndio. Nishukuru sana. Ni Titus Okechi, mtaalamu wa utawala kutoka Vision Changers Kenya. Nimshukuru kwa kuja studioni, na tuangazie taarifa hii sasa, ambapo taasisi za kibinafsi za mafunzo ya tiba zimewasilisha